السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa Rajab katika mwaka wa 1447 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayolingana sawa na tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Jioni hii ya Alhamisi tumekutana tena kwenye muhadhara wetu wa mwisho miongoni mwa silsila za mihadhara iliyopangwa katika semina hii ya wanataaluma na wafanyakazi wa serikali na hata pia katika sekta binafsi. Muhadhara huu wa mwisho, unwani yake inazungumzia kuhusu suala la luzumul jamaa wa tarku at-tahazzubi wal iftiraq, kulazimiana na kushikamana na kundi la Waislamu na kuachana na mifarakano na kujikusanya katika makundi au vyama. لزوم الجماعة وترك التحزب والافتراق. Kutakuwa na vipengele vikuu vinne katika maudhui hii. Kipengele cha kwanza kikubwa itakuwa ni kuonyesha na kuyadhihirisha mbele yenu maandiko matakatifu yaliyokuja kuhimiza na kuwajibisha kuwa na mshikamano katika jambo la dini na kuwa wa kitu kimoja katika jambo hili. Kadhalika makatazo yaliyokuja kukemea mifarakano na utengano. Hivi ni vipengele viwili, kipengele cha kwanza na cha pili. Lakini kwa kuwa maandiko ndio hayo hayo, yatazungumzika pamoja. Tutazungumza upande mmoja wa kuhimiza mshikamano na umoja, kisha upande wa pili ni kukatazwa mifarakano na utengano. Na kwenye hilo ndani yake kutakuwa na vipengele vidogo vidogo. Kwenye hiyo nukta ya kwanza na ya pili, maandiko yaliyokuja kuhimiza mshikamano yanahimiza kushikamana kwenye nini na kwa hali ipi, na ni nini maana ya umoja unaokusudiwa kwenye maandiko hayo. Tuna lazima ya kuyaeleza hayo ili tusitatizike, kwa sababu inaonekana kila kundi linaita kwenye umoja, alafu umoja wenyewe hauwi, au wengine
wanajiona wanaita kwenye umoja, lakini wengine wanaonekana wanaleta mifarakano, kwamba hawa wanaleta farka, wanaugawa umma. Lakini pia ipo haja ya kufahamu ad-da'wa as-salafiyya, ad-da'wa al-mubaraka, dawa hii ya kujinasibu na kushikamana na mwenendo wa wema waliotangulia. Walinganizi wake wanapolingania kwenye umoja, tafsiri ya umoja wanaolingania ni upi? Umoja upi na mshikamano upi? Na makundi mengine yaita kwenye mshikamano upi? Kampeni yao ni kwenye ushikamano wa aina gani? Kufahamu maeneo haya kwa uzuri kutasaidia kufahamisha Uislamu sahihi, kutasaidia kuleta mshikamano wa kweli. Kinyume cha hivyo tutakuwa tunaimba nyimbo tusizozielewa, na hii ndio hatari kubwa inayopatikana katika kuyafahamu maandiko matakatifu. Hatari kubwa sana ikiwa tutayafahamu maandiko matakatifu kimakosa. Hatari yake si ndogo, ni kubwa sana. Na mara nyingi hatari hii inajitokeza pale tunapotanguliza mawazo yetu mbele kwenye maandiko matakatifu, tukasahau kwamba hii dini haikuteremka jana na juzi, sio baada ya uhuru wala kabla yake kidogo au wakati wa mkoloni. Dini haikuja wakati huo, dini ilikuja siku nyingi, kwa maana kwamba risala ya Uislamu imekuja ina qurun, mamia ya miaka imeshapita, na wako walioipokea wakaitabikisha, waifanyia kazi. Hata hao ya umoja pia wakayafanyia kazi, wakafanikiwa. Ilipoingia mifarakano wakafeli, waliporudi tena kwenye umoja wa sawa wakawa pamoja, wakapata nusra, wa hakadha dawalaika. Sasa tukifahamu maandiko kwa vile walivyofahamu wenzetu ambao walifanikiwa, sisi kwa imani yetu ni kwamba wale walifanikiwa, kwa sababu ndivyo Qur'ani inavyoeleza, kwa wale walifanikiwa wale. Tena wale walikuwa ni watu wa kweli. Soma Qur'ani utaona. Sasa kama wale walifanikiwa, tujue walifanikiwa kwa misingi ipi, walipofanyaje. Kwa hiyo nataka kusema kwamba maudhui tulionao ni kubwa sana, kwa sababu umma wa Kiislamu unahitaji huu umoja wa kweli, mshikamano wa kweli unahitajika. Na utengano kwenye umma wa Kiislamu ni madhambi, ni jambo lisilokubalika, jambo linapingwa kidini. Hasa mifarakano inakuja bila ya haki, tofauti zinapoingia pasi na haki, mambo hayo yanapingwa. Sasa mimi ninachowaomba mnisikilize kwa umakini, namna ule mfumo wa kuwaridhisha au kuwadhihirishia zile nususi na mahali pake, na maswali ya kudodosa nitakayoyaleta kupitia muhadhara huu na kutoka kwenye maandiko hayo, myazingatie, vingine muandike kama nukta za msingi. Alafu mkae wakati mwingine mfikirie na mtafakari zile lawama zinazoletwa na baadhi ya walinganizi au shubahati pia wanazozileta. Waislamu hatuna umoja, Waislamu leo tunadharauliana, Waislamu leo tunawagawa watu, mashekhe mnawagawa watu,
Kwa nini mashehe msikae mkaongea pamoja tukawa kitu kimoja? Kwani masahaba wakhtalifiana? Tutofautiane lakini tusifarikiane. Tofauti zipo tangu zamani, lakini hazikuwagawa Waislamu. Iweje leo tugawike? Hizi ni kauli zipo mtaani, ziko mitandaoni, zimejaa. Hatujui anayelaumiwa ni nani. Na je, wanaolaumiwa wanastahili kulaumiwa au wanaolaumu ndio wanaostahili kulaumiwa? Hao wanaolaumu na kulalamika pengine ndio wenye hizo lawama wanastahili kulaumiwa, kwa sababu hawataki kuionyesha njia ya kweli. Lakini pia katika mazungumzo yetu tutakuja kuelezea mambo yanayopelekea kuleta umoja wa kweli. Yako mengi, lakini nitataja ile ya msingi insha Allah, kwamba wewe ukipita kwenye njia hiyo, basi unatengeneza umoja wa kweli. Nimetanguliza maneno tu, kwanza sijataja aya wala hadithi, kwa sababu natoa taarifa. Lakini pia nitataja sababu zinazopelekea katika migogoro na mifarakano isiyofaa katika dini. Yote haya ni kutaka sisi tujitathmini kila mara. Je, mwenendo wangu ninaoelekea, njia ninayofuata kila siku inasogeza gurudumu la kuleta umoja kwa Waislamu? Na mimi ninatoa mchango katika kuleta umoja na mshikamano wa Waislamu? Au utaratibu wangu na maisha yangu na mfumo wangu wa maisha ninaoishi unakuwa ni kikwazo cha kupatikana umoja, au unachagiza katika kuleta mifarakano? Kila mmoja ana nafasi ya kujitathmini. Sote sisi tuna ushawishi katika nafsi zetu na jamii yetu iliyotuzunguka. Kwenye familia yako, iwe ni ndogo au kubwa, mwenendo wako na maisha yako unayoishi yanaelekeza kwenye kuleta mshikamano. Mshikamano unaanza kwenye familia kwanza, sawa? Unaanza kwenye mtaa, kwenye kijiji, mpaka unapanda unakwenda kimataifa. Maisha yako wewe ya kila siku ni maisha ya kuleta mshikamano na umoja wa haki, au ni maisha yanayotengeneza kikwazo cha kuleta umoja huo, maisha yanayochagiza katika kuleta mifarakano na migongano? Ili kabla hujanyoosha kidole kwa mwenzako, jinyooshe mwenyewe, kwa maana kwamba ni maisha ya kujitathmini. Kwa sababu dini sio maneno tu. Kuna mtu anaweza kusema tushapata jukwaa la kusema, wasema tu, wanena tu, wewe julikani unaenda wapi utoka wapi, sawa? Mambo mengine ni mambo ya kimfumo, mambo ya kimkakati, mambo ya kuwekwa mipango, ni mfumo wa kimaisha. Pamoja na kwamba maneno yana nafasi kubwa katika kujenga au kubomoa. Kwa hiyo sitalizungumzia jambo hilo, lakini pia katika dondoo zilizowekwa katika maudhui hii imetakikana tuzungumzie kuhusu alhizbiyya walhizbiyun, kuweka vikundi na kujishepu katika vyama na vikundi na mapote na sifa za watu hao wanaitwa alhizbiyun ni kina nani. Lakini pia nimetakiwa nielezee historia fupi inayohusu makundi mbalimbali yaliyozalikana au yaliyochipuka ndani ya Uislamu,
lakini kwa wakati namna ulivyo, kwa sababu muhadhara wangu ni leo na kesho. Leo utakuwa na sehemu mbili, muda huu na baada ya salati al-maghrib, na kesho itakuwa hivyo hivyo biidhnillah al-karim baada al-asri au saa 11 mpaka kabla al-maghrib na baada al-maghrib. Kwa nitakuwa na vipindi vinne, ikiwa hiki ni cha kwanza. Tutajitahidi kuzungumza kwa kadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala atakaponiwezesha, lakini maudhui ni pana sana na ndefu. Tutajaribu kuzungumza kiasi cha kueleweka nukta za msingi. Nitaleta muhadhara huu na maudhui yangu kwenye sura ya kujenga hoja pia na kuhoji kwa wakati mmoja. Kwa kuanzia nataka kusema kwamba Al-Qur'anu Al-Karim, kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio mwongozo wetu sisi Waislamu. Kitabu hiki adhim kimetuhimiza sana sisi tuwe kitu kimoja, tuwe na mshikamano, tushikamane, tuwe wamoja. Na maafikiano ya ahlus sunnah wal jamaa wote, ahlus sunnah wal jamaa wote wameafikiana juu ya uwajibu na ulazima wa watu kuwa katika mshikamano wa Uislamu. Ijmaa ya wanawazuoni, tukisema kwamba wanawazuoni wa Kiislamu wameafikiana tangu hapo kale mpaka leo, wanawazuoni wote wa Kiislamu wameafikiana juu ya watu au Waislamu kuwa na mshikamano na kuwa pamoja kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuifanyia kazi kauli yake Allah subhanahu iliyopo katika suratu Ala Imran aya ya 103, pale aliposema al-Maula jalla wa ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى katika aya hii anatuambia kamataneni, shikamaneni na kamba ya Allah. Wewe liandika neno hilo kamba ya Allah, alafu liweke bracket, weka mabano pale baina alqausaini kama wanavyosema wa Kiarabu, liweke ile shikamaneni kwenye kamba ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, hali ya kuwa mko pamoja. Shikamaneni na kamba ya Allah hali ya kuwa mko pamoja, ay mujtami'in, kunu fi i'tisamikum mujtami'in, ndio maana yake. Wanazuoni wa tafsiri wanasema hivyo, katika ule mshikamano wenu pamoja, mshikamano wa kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, na wala msitofautiane wala msigawanyike, kafarikiana imma kwa fitna au kwa itikadi au kwa namna nyingine yoyote, kwa maadili na tabia, msilete mifarakano. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, nazikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Kuna neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko kwenu, Allah amewaneemesha kwa neema hizo, zikumbukeni. Miongoni mwa hizo kumbukeni, idh kuntum a'daa, pale mlipokuwa maadui. Kabla ya huu Uislamu nyinyi mlikuwa maadui. Wanaambiwa maswahaba hapo walitoka kwenye jahiliya,
wakati wa kabla ya Uislamu ulikuwa unaitwa jahiliya. Wakati wa jahiliya hakuna miongozo sawa sawa, watu wanahukumiana kwa njia za kijahili, matamanio ya nafsi, utashi tu wa watu, dhulma na uadui. Maisha hayakuwa katika hali ya uadilifu wala hayakuwa na miongozo ya kielimu. Sasa kumbukeni wakati mlipokuwa nyinyi ni maadui, wakati wa jahiliya, fa'alafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu zikazoeana, zikawa pamoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa ndugu kwa sababu ya neema zake. Kwa sababu ya neema zake Allah subhanahu mkawa ndugu. Na kabla mlikuwa nyinyi ni maadui, Allah akawafanya kuwa ndugu hasa, zaidi ya udugu wa damu, mpaka ikafikia watu kiwango cha kuwa sasa mtu anamrithi ndugu yake katika imani, sio damu. Udugu ulifikia hivyo, mlipendana kikweli kweli, na Qur'ani ndio inavyotueleza. Mapenzi yalifikia kiwango ikawa mtu anaipendelea nafsi ya mwenzake kuliko nafsi yake. Kabla walikuwa ni maadui, wakidhulumiana, wakiuana kwa sababu ndogo sana zisizo na msingi. Walipokuja kwenye Uislamu, imani ikaingia katika nyoyo zao, mafunzo yakawakolea sawa sawa, wakawa ndugu, udugu ambao haujawahi kufikiwa katika huu ulimwengu kabla na baada. Ilifika hadi mtu yuko tayari mwenzake apate, yeye akose. Sisi Waislamu tumeambiwa katika zama zote hizi kiwango chetu cha upendo kifikie kwenye mpaka huu. Mpendelee ndugu yako apate kile unachopenda wewe kupata. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Huu ni msingi madhubuti wa Uislamu. Wapendelee watu kheri ili unayoipendelea nafsi yako. Wewe umepata 10, basi penda mwenzako pia apate 10 hiyo. Umepata kheri fulani, mpendelee ndugu yako na aipate kheri hiyo. Pendelee tu. Hujaambiwa mpendelee na yeye apate, kwa maana akipata kama ulivyopata wewe usiumie kwa nafsi yako, ufurahi kwamba ndugu yangu naye amepata kama mimi, alhamdulillah. Maadamu mimi nimepata hiki, wacha nigawane naye sawa kwa sawa, alhamdulillah. Upendo huo, ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Wenzetu walivuka hapo, wakawa wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Udugu uliwapelekea wakawa wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, hata kama wao walikuwa wanahitaji. Ule uhitaji kwao upo, kitu anakihitajia, kwamba mimi nahitajia hii simu kwa ajili ya mawasiliano na familia yangu, lakini ndugu yangu hana, basi awe nayo yeye. Wenzetu walifikia huko ambako sisi hatuwezi. Nilikuwa nataka kuleta sura tu ya kwamba watu walifikia kwenye udugu kwenye kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa hapo kabla wala baada ya wao kuondoka. Kwa sababu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ndugu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlifikia kuwa katika ukingo wa shimo la moto. Kwa maisha mlioishi na mwenendo mlioishi nao, mlikuwa mmekaa kwenye ukingo wa moto wa jahannam. Fa anqadhakum minha, Allah akawaokoeni kutoka kwenye moto huo. Fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawabainishieni nyinyi aya zake mpate kuongoka. Niliona tu nikamilishe hii aya yote
lakini mahali penye ushahidi wa maudhui yetu leo ni pale paliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kamataneni na kamba ya Allah hali ya kuwa mko pamoja wala msifarikiane.